Katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM kata ya Mlali wilaya ya Mvomero mkoani Morogoro Harriet Ndonge amedai kushambuliwa na diwani wa kata hiyo aliyefahamika kwa jina la Frankie Mwananziche kwa kupigwa wakati wa kikao kilichokuwa kinajadili maendeleo ya chama hicho. Katibu huyo amesema diwani alimshambulia baada ya kutoa majibizano katika kikao hicho. Kwa upande wake Halimu Mohamed ambaye ni mama mzazi wa katibu huyo amekiomba Chama cha Mapinduzi CCM kiingilia kati jambo hilo, kwani si mara ya kwanza diwani huyo kumpiga mtoto wake. Akizungumza kwa njia ya simu, diwani wa kata ya Mlali anayedaiwa kufanya tukio hilo amesema hawezi kuzungumzia swala hilo kwa sasa kwani linashughulikiwa na Chama cha Mapinduzi. Jitihada za kulitafuta jeshi la polisi zinaendelea kwa ajili ya taarifa zaidi. Endelea na matibabu na maelekezo ya madaktari juu ya ile kesi niliyopewa. Mimi nishambulia mwilini, lakini sababu za msingi ndio maana nikasema kuwa chama kina utaratibu wake, chama ndio kinafuatilia. Kwa siwezi kusema moja kwa moja sababu ya msingi, ingawa sababu zipo. Mheshimiwa diwani wa kata, ninaona kwa chama mimi ninachokitamani kuona sisi viongozi wa chama tupewe ushirikiano kwa kipindi hiki kigumu tunachoenda nacho. Tupewe ushirikiano, lakini pia tuangaliwe sababu watu tunaoishi nao ni watu wa namna tofauti tofauti. Na kipindi cha uchaguzi kina mambo mengi, lakini sisi tukiacha mambo ya siasa, sisi ni binadamu ambao tunaishi na familia zetu. Matukio kama haya yanapotokea tunaumiza mpaka familia zetu. Kwa chama waliekee ili jambo uzito na kuangalia namna ya kusaidia sisi viongozi wa chama. Mimi tukio jana lilipotokea niko zangu shamba, usiku niliporudi nikapigiwa simu kwanza na mjumbe mwenzangu wa serikali ya kijiji. Mimi ni mjumbe wa serikali ya kijiji. Akaniuliza, "Eti tunasikia katibu kata wetu kapigwa na diwani." Kamba sijui, hajaniambia. Basi nikamuuliza, akasema usimuulize labda tu ya watu. Nikamwambia basi kwa sababu mwanangu mimi nitamuuliza. Kabla sijampigia mtoto wangu akanipigia tena mzee mwingine, yani mzee tu wa mshauri wa kijiji. Naye akaniuliza swala hilo la kupigwa kwa mtoto. Nikamwambia mimi sijui, labda nimuulize mwenyewe atakavyo niambia, basi nitajua kama ya ukweli au ya uongo. Nikampigia yeye mwenyewe, akawa ananijibu kiunyonge. Nikamwambia vipi, mbona ananijibu kiunyonge? Niliyasikia ya ukweli, akasema haya kupigwa. Ya ukweli diwani kanipiga. Nikamwambia tatizo nini? Akasema tulikuwa kwenye kikao. Unajua hapo kushaneza diwani tukiwa kwenye kikao anataka anapotaka yeye. Sasa mimi nikibisha ananivamia. Ni kweli sio mara ya kwanza. Hii kama mara ya pili kumpiga, na mashambulizi ni mara kwa mara. Kwa hiyo sasa hata mpaka saa hizi tunashughulika na hospitali. Mimi sikwenda hata shamba leo, niko naye, nimeenda naye hospitali. Anayo pale PFC, anayo RB. Kwa hiyo sasa kusimama kwake kote mpaka saa hizi kutokana na simu zinazotoka wilayani, kwa sababu yeye toka asubuhi kaenda wilayani. Kwa kweli mimi kama mzazi, kile nayoona kwa diwani na huyo mtoto, naomba tu serikali imshikilie kidedea bwana, kama ni kumuonya au kama watakavyo kuwa na mamlaka yao na yeye. Lakini mimi sikupenda kabisa. Chanzo kikubwa ni nini mpaka inapotokea hivyo? Chanzo masuala yao wanaongea ofisini kwao, sababu yeye anakuwa na masuala ya kupewa na wakubwa wao kutoka wilayani, kutoka mkoani, wakiyaleta ndio wanakutana kwenye kamati zao hizo za siasa wanaongelea. Sasa sijui kama anachukizwa na nini. Sasa mada zao za maongezi ya kikao sana sana, yeye katika kikao chake kikao chao iko wengi wote ndugu zake, na atakachotaka kuongea wale ndugu zake wamsupport yeye. Sasa yeye huyu kama katibu kata, yeye anachukulia kazi kama kazi, maagizo anayopewa. Kwa hiyo akifanya ubishi ndio hiyo hataki. Amesema jambo hilo sasa msemaji ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo amesema kama mnataka maelezo mengine sasa ya kukamilisha story yenu muwasiliane naye yeye. Tunafanyia kazi, tunaitisha vikao tulivyo kwa wakika na kwa. Endelea na matibabu na maelekezo ya madaktari juu ya ile kesi niliyopewa. Mimi nishambulia mwilini, lakini sababu za msingi ndio maana nikasema kuwa chama kina utaratibu wake, chama ndio kinafuatilia.
Kwa siwezi kusema moja kwa moja sababu ya msingi, ingawa sababu zipo. Mheshimiwa Diwani wa kata. Neno kwa chama, mimi ninachokitamani kuona sisi viongozi wa chama tupewe ushirikiano kwa kipindi hiki kigumu tunachoenda nacho. Tupewe ushirikiano, lakini pia tuangaliwe, sababu watu tunaoishi nao ni watu wa namna tofauti tofauti. Na kipindi cha uchaguzi kina mambo mengi, lakini sisi tukiacha mambo ya siasa, sisi ni binadamu ambao tunaishi na familia zetu. Matukio kama haya yanapotokea tunaumiza mpaka familia zetu. Kwa chama waliekee ili jambo uzito na kuangalia namna ya kutusaidia sisi viongozi wa chama. Mimi tukio jana lilipotokea, niko zangu shamba, usiku niliporudi nikapigiwa simu kwanza na mjumbe mwenzangu wa serikali ya kijiji. Mimi ni mjumbe wa serikali ya kijiji. Akaniuliza, eti tunasikia katibu kata wetu. Kama taarifa hiyo kutokea kule mkoani Lindi inatamatishia taarifa hizi za jioni. Mtazamaji wa SKF TV, ni kushukuru sana kutenga muda wako wa thamani sana kutazama taarifa hizi za habari. Zaidi ya yote, kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 16 Mei, kambi yetu matibabu inatoka katika hospitali ya Malolo pale Tabora. Ukisikia taarifa hii, mjuze na mwingine. Mtoto anayesumbuliwa na tatizo la mdomo wazi ama ni mtu mzima, hakikisha tu unafika pale mapema kabisa. Huduma zetu tunatoa bure kabisa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa matangazo haya, ulikuwa nami Pendo Godson, nikutakia wakati mwema.